Halo, amjambo, kwa majina naitwa Mwalimu Cheche ama Rasto Asienga. Leo hii tunajifunza juu ya mikakati ya mawasiliano ya kubadilisha tabia. Mikakati ya mawasiliano ya kubadilisha tabia. Na tunaangalia juu ya vitu kadhaa tunapoendelea kujifunza. Ya kwanza tunaangalia juu ya elimu rika, vikao vya kikundi, tamthilia fupi, matamasa, mitandao ya kijamii, vipindi vya redio na TV vya sabuni, chepisa, matangazo ya media, vibao vya matangazo, kikao cha elimu kwa jamii na maonyesho ya barabarani. So leo tunaangalia jambo la kwanza, tunaangalia juu ya elimu rika. Hiyo ndio tutaongea juu yake. Elimu rika ndio jambo ambalo tutaongea juu yake. Kwa hivyo elimu ni ya rika ni njia ambapo watu kutoka asili au uzoefu sawa huelimisha, kusaidia na kuathiri rika zao ili kukuza maarifa, tabia za afya na maendeleo binafsi. Faida yake ni kama ifuatavyo: ulinganifu na uaminifu. Marika wanaweza kuungana na uzoefu wa kila mmoja, kukuza uaminifu na uelewaji. Mabadiliko ya tabia, waelimishaji rika hutumika kama mfano ya kuingia ama kuigwa. Mfano kuingia ama kuigwa, wakiimarisha kanuni za kijamii zinazohimiza kubadili tabia. Kuna ukosaji wa ujuzi. Waelimishaji rika hupata uongozi, mawasiliano na ujuzi wa kutatua matatizo. Kuna ufanisi wa gharama. Elimu ya rika inaweza kusambaza taarifa kwa ufanisi ndani ya jamii au kikundi. Kuna kujifunza kuboreka. Katika mazingira ya kielimu, kujifunza kati ya weza kunapoa ushiriki, uhifadhi wa maarifa na ujuzi wa kushirikiana. Kikundi cha kijamii wanarika. Kikundi cha jamii ya wanarika. Kikundi cha kijamii kinachojumuisha watu ambao wana sifa zinazofanana kama vile umri, hali ya kijamii au maslahi. Wanaathiri tabia, mitazamo na maadili ya kila mmoja wao na wanaweza kuwa na hatari yenye na hasi katika maendeleo ya mtu binafsi. Inaweza kuwa na hatari na manufaa pia katika maendeleo ya mtu binafsi wakati unapojiunga na kikundi fulani kwa ajili ya tabia fulani ambao iko katika kikundi. Ndio tunapata kwamba ukikaa na vikao ama vikundi ambazo tabia yao si tabia inayoleta faida, tabia yao ni kuleta hasara ama tabia ya kuharibu, utaharibika vile vile. Lakini ukikaa kwa kikundi yenye manufaa, yenye maendeleo, yenye kuleta tabia ambayo ni nzuri, ni hivyo tu pia utakuwa hivyo. Kwa hivyo tunaona kwamba wanarika ama jamii ambao inakaa pamoja na wana mwelekeo fulani ambao si mwelekeo uliopoa, hivyo ndivyo jamii hiyo itapata kuharibika ama hivyo ndio itakuwa na matatizo. Kwa hivyo
tunaona kwamba wanajifunza na kuchukua tabia, wanarekebisha matendo, mitazamo au imani zao ili kupatana na wenzao. Kwa hivyo ukikuwa na wenzako pia itaathiri imani yako, itaathiri tabia yako, inaweza kuletea shida katika matendo yako, kwa sababu hii yote inaathiri matendo yako ama mwenendo wako kulingana na ile vikundi na watu unaokaa nao kila wakati. Wanatoa taarifa kuhusu jinsi ya kujiweka katika hali zisizo na uhakika. Kwa hivyo tunapata kwamba katika hizo vikundi wanaweza kutolea taarifa ama kupatia maneno, kujiingiza katika tabia zisizo za haki, hasina uhakika hata kidogo. Wanaweza kutoa zawadi kwa tabia zinazokubalika kupitia idini ya kijamii, ujumuishaji au sifa, na kuzuia tabia zisizofuata kupitia ukosoaji au kutengwa, na hivyo kuimarisha mifumo ya tabia. Kwa hivyo katika hii tabia tunaona kwamba tunaweza ingia katika kurekebisha tabia zisizoenenda katika kanuni ya jamii, na wale ambao wanatenda tabia ambao zinaenda kanuni ya jamii tunaweza kuwapatia sifa kwa kazi ambao wanafanya mzuri kwa ajili ya tabia zao ambao zimebadili kwa njema, na wale ambao ni wakosaji pia tunaweza wakosoa ama kujitenga nao wanapokataa kurekebisha tabia zao na kutembea katika mfumo wa tabia iliyo njema. Vigesi vinavyoathiri ushawishi wa wenzao ni kama ifuatavyo: umri na maendeleo. Hii inaathiri sana umri na maendeleo. Watu wanapokaa pamoja kwa umri wao ama wanapokaa pamoja kwa sababu ya maendeleo ambao wanafanya. Kwa hivyo inaathiri either tabia zao kwa njia inafaa ama kwa njia ambayo ni potefu ama njia ambayo si nzuri. Wenzake wenye uhusiano wa karibu na hadi ya juu wanaathiri kwa kiwango kikubwa zaidi. Mila za kitamaduni na miundo ya kijamii ya eneo husika huathiri kiwango na aina ya ushawishi wa wenzake, zikitengeneza tabia zinazokubalika au zinazokinzaniwa katika jamii maalum. Kwa hivyo tunaona pia katika jamii tunaona kwamba pia jamii na mila inasababisha tabia zetu pia. Jinsi watu wanaenenda, jinsi watu wanaamini, jinsi watu mambo ambao wanafanya sabadili tabia zetu pia. Ushawishi wa wenzako unaweza kuwa na faida ama hatari. Jinsi wale tunakaa nao wanapokushawishi inaleta faida kwako katika mwenendo wako jinsi unaenenda, ama inaweza kuwa hatari kwako kwa sababu inabadilisha tabia zako, uanze kufanya tabia ama kufanya mambo ambayo hayastahili kwa kufanya mfumo ambao haustahili hata kidogo. Hivyo ndio tunaingia, watu wengi wanaingia kwa tabia mbaya, wanaingia kwa tabia stahili, wanaingia kwa tabia ambayo ni hatari, na wale wengine wanaingia kwa tabia mzuri kulingana na ile environment, ile sehemu ama jamii ambao wanakaa nao ama zile sehemu ambao wanatembelea. Ndio naona katika neno la Mungu linatushawishi sana katika Zaburi 1 inashawishi kwamba tusikae kwa vikao za wasengenyaji ama kusoma katika mitego ama njia za waovu. Unaposoma katika njia za waovu utajipata mwenyewe katika majaribu, utajipata mwenyewe katika mambo hayastahili. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia vile vikundi ambavyo unatembea nao ili usienende kwa njia ambayo haistahili. Kwa hivyo tutakomea hapo, na najua mtabarikiwa. Tutaendelea kujifunza pamoja kila wakati na katika sehemu tofauti ambayo tutakuwa tunajifunza. Kwa hivyo leo tumejifunza jinsi ya kuweza kubadili tabia katika jamii, na unapowashawishi wanarika wenzako ama wale watu ambao mnashirikiana katika mambo fulani katika jamii, ili kutembea katika tabia iliyo njema na kuachana na tabia ambao ni hatari katika jamii, hatari katika maishani mwao. Kwa hivyo sisi tunawashawishi wenzetu katika hali ya kubadili tabia, na kama mtu hawezi badili tabia, amekataa kubadili tabia yake kabisa,